kadhalika umaarufu hautafutwi kwa walimwengu ukafanya mambo ili uwe maarufu watu wakujue shuhura ile si jambo zuri. Hayo ni katika mambo yenye kuwaangusha watu. Wewe fanya, Allah subhanahu wa ta'ala kitaka jambo lako lienee litaenea la khairi, fanya lillahi rabbil alamin. Ukitaka jambo lako la khairi lidumu, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atalidumisha na kulilinda hilo. Lakini kama ni kwa ajili ya viumbe, kweli unaweza kupata watu, kupata majority watu kukuunga mkono, lakini watakuangusha kesho asubuhi. Sawa? Kwa hiyo hilo jambo liangalie sana. Hizi ni katika adabu muhimu ambazo watu watakiwa waziangalie. Katika baadhi ya nukuu amesema kwamba Ayyub as-Sakhtiyani imamu rahimahullahu ta'ala amewahi kusema ma sadaqa 'abdun qattu fa ahabba ash-shuhra, haja kuwa mkweli mja yoyote kabisa ikawa ni mkweli alafu akawa anapenda umaarufu, apenda kutangaa, apenda mambo jina lake na watu wamsikie, unajua fulani yeye anatumia nguvu kubwa kwenye kujitangaza ili watu wamjue. Mtu huyu hajawahi kuwa mkweli hata siku moja. Na pia Sufyan ath-Thawri aliwahi kumwambia Abdullah ibn Mubarak, iyyaka wash-shuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha 'ani ash-shuhra, tahadhari na kutafuta umaarufu ni kutangaa, sijamuendea mtu yoyote isipokuwa amelikataza jambo hili la mtu kutafuta umaarufu. Alhasil ni kwamba ni mambo ambayo inamuondoshia mtu ikhlas kwa kuwa anatafuta umaarufu na shuhura kwa watu. Ndio maana Imam Ibn al-Jawzi katika Sayyid al-Khatir ana maneno anasema, inna ulama ad-dunya yanzuruna ila ar-riyasati fiha, maulama wa dunia wanatazama kwenye uongozi katika hiyo dunia, wayuhibbuna kathrata al-jam'i wath-thana'i, na wanapenda kundi la watu, wingi wa kundi la watu, na wanapenda kusifiwa. Wa ulama al-akhirah bima'zilin min ithari dhalik, na wanawachuoni wa akhirah wako mbali na kulitaka hilo au kulipendelea hilo. Waqad kanu yatakhawafunahu wa yarhamuna man buliya bihi, na walikuwa wanaliogopa hilo na wanamhurumia yule ambaye ameonjwa kwa hilo, amejaribiwa kwa hilo. Hapa itakaifahamike ya kwamba katika mambo mabaya kabisa ni mtu kufanya mambo katika mujtama ili upate kundi kwa jina la dini. Wafanya jambo kwa jina la dini ili upate kundi la watu wakufuate, utazame wewe, wakuangalie wewe. Hili ni jambo baya. Lakini pia baya jingine zaidi, kuna watu wajinasibisha na waraa, na kwamba wao wana takwa, wana hofu, wanaacha kuzungumza mambo ya haki na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai kwamba mimi sitaki kundi bwana, sitaki kabisa mambo ya umaarufu na mambo kadha, kwa hiyo mambo mengine mimi sitaki kuingilia mambo ya watu. Wakahisabu kwamba mtu kuzungumza jambo la haki na kuelimisha viumbe mambo ya haki ni kutafuta umaarufu, bali wakawatuhumu watu wengine kwamba hawana lolote, tafuta umaarufu tu. Kama ikiwa lengo ni kutafuta umaarufu, huwezi kufanikiwa katika dini yako wala akhira, katika dunia wala akhira. Pengine ukapata sehemu katika dunia lakini halitadumu jambo lako. Tumeelewana? Lakini kama kweli watafuta akhira na limetokea lilotokea, basi wewe usikudhuru maneno ya wachangiaji, maneno ya wenye comment kwamba fulani watafuta umaarufu, watafuta kundi, kwa sababu kuna watu watafuta namna hiyo, sio? Sasa yale maneno yasikurudishe nyuma ukaacha kusimamia katika jambo la haki. Nimeona nilitanabahisha hilo.